kweli Bwana umeinuliwa, na sisi tuko mahali hapa kukuinua wewe kwa matendo makuu na kazi zako nyingi ambazo Bwana umetutendea. Tunakushukuru kwa asubuhi hii njema ambayo Bwana umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo wa ibada hii. Tumekuona ukitubariki, tumekuona ukituhudumia kwa namna moja ama nyingine. Tumekuona Bwana ukitenda miujiza katika maisha yetu, maana umesema nasi kupitia waimbaji, umesema nasi kupitia sifa, hata katika matoleo Bwana umesema na sisi. Tunakwenda kuweka mikononi mwako mtumishi wako ambaye sasa umemwandaa ili aweze kusema neno ambalo wewe ungeshuka kulisema hapa, ila kwa niaba yako ndani ya mtumishi wako umeliweka hilo neno, ambapo kanisa lako tumeketi chini ya miguu yako kusikia wewe unasema nini. Neema yako na uweza wako pamoja nasi, masikio yetu ya roho yakaweza kufunguliwa na kusikia kila ambacho Bwana umekusudia ukisikizisha katika masikio yetu. Mungu muumba mbingu na nchi, tunaamini ya kwamba liko kusudi ambalo Bwana umelikusudia kwa siku ya leo, sawasawa na uhitaji wa kila mmoja wetu. Na kushukuru kwa sababu Bwana utakwenda kutenda hata zaidi ya yale ambayo Bwana yaomba. Ni katika jina lako Yesu Kristo mtakatifu uliye mwamba na mwokozi wetu, wote tuseme amina. Amen. Tukae. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Niendelee kuwakaribisha tena katika kipindi kizuri cha neno la Mungu, chakula cha uzima kutoka katika Biblia. Tuendelee kuwepo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Huu ni wakati wa kula. Wakati wa kula huwa hakuna kutegea, na kama hakuna kutegea, ili tuweze kuimarisha miili yetu, lazima tupate chakula chenye afya, chakula cha vitamini eti. Ninaona mna furaha kubwa sana leo. Kila siku ina hali yake. Unajua waimbaji wetu, kitu ambacho kinachonitia moyo, naona ni wachangamfu sana. Ule uchangamfu wao unaleta mvuto. Hata wasikilizaji wanasikia mvuto wa Mungu kutokana na ile hali ya uchangamfu. Amen. Na unapokuwa umechangamka mbele za Mungu, upako wa Mungu unaonekana. Katika siku hii ya leo, nipende kuchukua nafasi hii kukukaribisha ili uweze kusikia yale ambayo Mungu anasema katika saa hii. Hii ni saa ya Bwana. Mahali popote ambapo upo katika sehemu zote za Tanzania, hata nje ya nchi hii ya Tanzania, mahali popote pale ambapo utatuangalia, utatutazama na utatusikiliza, ninakukaribisha sana. Katika siku hii ya leo, ningependa tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 33 mstari ule wa 15. Tutajifunza habari ya kusafiri pamoja na Mungu. Kusafiri pamoja na nani, wapenzi? Tutasoma hapo katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 33, habari ya kusafiri pamoja na nani?
tusafiri pamoja na Mungu. Neno la Mungu linatuambia kwenye mstari ule wa 15 imeandikwa hivi: naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Tunasoma katika kitabu hiki cha Kutoka. Kwa nini kinaitwa kitabu cha Kutoka? Kinaitwa kitabu cha Kutoka kwa sababu kinaelezea habari za uhuru wa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri utumwani. Kitabu hiki mwandishi wake sio mwingine isipokuwa ni Musa. Na kama mwaka wa 1500 KK au kabla ya Kristo, kitabu cha Kutoka kina sura 40. Kitabu cha Kutoka kina aya 1213. Kitabu cha Kutoka kina maneno 32,692. Kitabu cha Kutoka kina aya za historia 1089. Kitabu cha Kutoka kina aya za unabii uliotimia 129. Kitabu hiki cha Kutoka kina aya 2 za unabii uliotimia. Kitabu cha Kutoka kina maswali 58. Kitabu cha Kutoka kina jumbe tofauti za Mungu 73. Kitabu cha Kutoka kina ahadi 28. Kitabu cha Kutoka kina miujiza 42. Kati ya hizo 42, 35 zilifanywa kwa mkono wa Musa. Tumesoma sura ile ya 33 kati ya sura zilizo katika Biblia nzima 1189. Tumesoma mstari wa 15 kati ya mistari iliyo katika Biblia 31,101. Tumesoma maneno kati ya maneno yaliyo katika Biblia nzima ambayo ni maneno 783,137. Ndipo tunaona neno la naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Huyu ni Musa ambaye alipenda kusafiri pamoja na Mungu. Kwa nini Musa alisema maneno hayo? Jambo hilo lilitokana na mazingira ya wana wa Israeli wakiwa wameachwa
Musa alienda mbele za Mungu, Yoshua akakaa hemani kule. Baada ya Musa kuwa mlimani kwa muda wa siku 40, ndipo ikatokea shida moja. Mungu anazungumza na Musa na Yoshua anasikiliza. Wana wa Israeli huku nyuma, kwa sababu Musa alikuwa mara nyingi karibu nao, kwa sababu Musa amesafiri pamoja na wana wa Israeli, kwa sababu Musa walimwamini kama Mungu mbele ya Farao. Soma sura ya 7 mstari wa kwanza, unasemaje? Aliaminika kwa sababu Mungu mwenyewe alimtaja kwamba wewe utakuwa Mungu mbele ya Farao. Soma ya 7 mstari wa kwanza. Nasemaje? Neno la Mungu linasema, ndio. Bwana akamwambia Musa, akamwambiaje? Angalia, nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao. Angalia, nimekufanya wewe Musa kama Mungu kwa nani wapenzi? Kwa Farao. Na huyo ndugu yako Haruni atakuwa nabii wako. Bwana asifiwe sana. Amen. Musa aliaminika kulingana na jinsi ambavyo Musa mara nyingi alikaa pamoja na Mungu. Musa aliaminika. Asante sana. Na akawa kiongozi yule ambaye alizaliwa Misri. Na najua Musa alikuwa amezaliwa, na baada ya kuwa amezaliwa inaonekana waziwazi unamfahamu baba yake na Musa. Baba yake na Musa unaweza kuona majina yake yako kwenye Kutoka sura ya 6 mstari wa 20. Aliitwa Amram na mama yake aliitwa Yokabod. Hawa watu ndio walikuwa wazazi wake Musa alipozaliwa Misri. Wakati wana wa Israeli wako utumwani, akazaliwa utumwani Misri. Musa aliokoka na paranja lilowahusisha watoto wote wa kiume. Akanusulika na paranja napo kwa kufichwa na mama yake katika kisafina, na akawekwa mtoni. Wakati Miriam akiwa anashuhudia tukio la binti Farao alipokuwa akienda kuoga na kuabudu mizimu ya Farao kule kwenye mto Naili, kaona kisafina, akakichukua kile kisafina, na kumbe ndani yake kulikuwa na mtoto mzuri ambaye alimupa jina Mose.
Musa ni aliyeokolewa kutoka majini na amezaliwa huko, baadaye akakimbilia Midian baada ya kujaribu kuwaokoa wana wa Israeli kwa njia ya nguvu. Baadaye akajulikana, akakimbilia Misri, akakimbilia wapi? Midian. Akaendelea kule kuchunga mifugo ya Yethro. Alikaa kule miaka mingi, miaka kama 40 hivi. Lakini alipokuwa kule, baadaye akakutana na Mungu katika mlima. Akaona kijiti kinawaka hakiungui. Akasema, nitageuka nione maono ya Bwana. Mungu akamwambia habari za kuwatoa. Kwanza akajitambulisha kwake, mimi ni Mungu wa baba zako. Akamuita katika wito wa kumtoa, kwanza kujitambulisha kwake. Mungu kama anataka kukutumia ni lazima ajitambulishe kwako kwamba yeye ni nani, na kwamba atakuwa pamoja na wewe katika maisha yako. Baadaye alianza kujibizana na Mungu. Wana wa Israeli hawana matumaini. Anasema, nitakapokwenda kwao nitawaambia nini? Utawaambia, jibu ni kwamba utawaambia mimi niko ambaye niko. Bwana asifiwe sana. Biblia inaeleza waziwazi ya kwamba hawa wana wa Israeli akafaulu kuwaokoa, kuwatoa katika nchi ya utumwa. Kwa hiyo walimzoea Musa. Mazingira ya Musa waliyajua, maneno ya Musa waliyazoea, walitembea pamoja na Musa. Sasa siku ile ameanza na kwenda kwenye mlima. Alipokaa kule kwa muda mrefu, walizoea kusikia anawaambia habari za Mungu wa Israeli. Sasa hawana mtu wa kuwaambia hivyo, hawana mtu wa kusimama mbele yao. Wamebaki na Haruni tu hapa. Unajua, kila nafasi na mtu wake. Au unasemaje mpenzi? Si sawa? Amen. Wewe ukikosekana kanisani unaharibu mpangilio. Ukikosekana kuja unavuruga utaratibu wa ibada. Kuwepo kwako ni kufanikiwa kwa ibada. Hebu mshangilie Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Kuondoka au kutokuwepo kwako kunaleta maswali. Kama kwa mfano wewe ukiwa ni nguzo katika kanisa, kukosekana kwako kanisani kunaleta maswali, kunaleta wasiwasi. Biblia inaeleza wana wa Israeli wamezoea kuabudu. Sasa hawaabudu vizuri, wamebaki na Haruni.
kusimama katika ukweli wa Mungu. Ndiyo maana watu hawawezi kukupenda, wakati mwingine wanaanza kukuchukia kwa sababu ya kunyoka hivi. Haruni walimpenda sana kwa sababu alikuwa anakubali mambo yao. Tunaona huko mwisho kifo chake, kwenye msiba wake watu waliomboleza kwa muda wa siku 40 kwa sababu walimpenda sana. Lakini Musa waliomboleza siku 30 kwa sababu waliona kwamba hawakumpenda sana. Lakini pamoja na hayo, kuna kitu walichomtegemea. Wanaweza wasikupende, lakini wana kitu wanachokitegemea kwako. Bwana asifiwe sana. Amen. Wanaweza wasikupende, lakini kuna kitu wanachokitegemea kwako. Kuwepo kwako kanisani, haleluya, haijalishi wao wanakupenda hawakupendi, lakini umuhimu wako kuwepo kanisani, haleluya. Kuna mambo ambayo unaweza ukahusika na ukafanya watu watulie. Musa, hawa wana wa Israeli, kwa kuwa alikuwa pamoja nao wakati wa kuvuka wa bahari ya Shamu, walivuka naye kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa anawapa matumaini ya Mungu aliyesema naye. Sasa Biblia inaeleza hivi, hawa Mungu anamwambia Musa, wewe na watu wako. Kwa nini ni watu wake? Kwa sababu baada ya kuondoka Musa wakasema kwamba hatujui, wanamwambia Haruni, hatujui yale ambayo yamempata Musa huko, yawezekana huko amefia huko. Sasa kama amekufa na kuabudu tuaje? Eti mchungaji Mathayo amekufa, eti kwenda kanisani tuaje? Hapana. Eti Askofu Elieza amekufa, watu tusiende kanisani? Hapana. Eti Aroni alikufa, watu tuliacha kwenda kanisani? Hata sasa tunaenda kwa sababu tunamtegemea Mungu aliye juu mbinguni, na hawa ni watumishi wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Mimi nikitoweka, nyinyi mtaendelea kumtumikia Mungu. Kabisa. Mimi nikifa, nyinyi mtaendelea kutoa sadaka. Mimi nikifa, nyinyi mtaendelea kutumika, mtahudumia. Sasa wana wa Israeli baada ya Musa kutoka kwenda kukutana na Mungu huko, baadaye wanasema hatujui aliyompata. Kwa hiyo sasa wewe Haruni, maana tunajua wewe ulikuwa unatembea pamoja na wewe, tunahitaji ututengenezee miungu ya kuabudu, iweke mbele yetu kusudi tuwe tunaabudu, maana hatuna. Ina maana hata Musa kwa namna fulani walimwabudu. Ndiyo maana Mungu alimuzika mwenyewe. Angezika halafu kaburi lake likawepo, wangekuwa wanaabudu kwenye lile kaburi. Maana walimwamini na yeye Musa, baadaye walimwamini na yeye Musa, na kwa namna hiyo wakaona Musa hatunaye, sasa hatuna cha kuabudu, hatuwezi kuabudu sasa. Haruni, wewe ndio umebaki na ulikuwa karibu na yeye, tutengenezee kitu na ili tuwe tunaabudu, tusikae. Unajua moyo wa mwanadamu nataka kuabudu. Asipomwabudu Mungu atatafuta kinyerengwa kingine cha kuweka mbele ili awe anapiga magoti, hata kikiwa hakiongei anakisemesha. Wewe jiwe, hebu niambie ya hivi na hivi yako wapi? Sijui namna gani. Atamwambia hata mbuzi kwamba wewe mbuzi, sijui namna gani wewe ndio bibi, kwa sababu moyo wake unataka kuabudu, roho ya mwanadamu inataka kuabudu. Sasa hawa watu wakataka kuabudu,
Musa hayupo wa kuabudisha. Wanataka kufanya nini wapendwa? Kuabudu. Haruni akasema, wake zenu wana hereni masikioni, wake zenu wana makoja ya dhahabu, hebu yakusanyeni hayo yote muyalete mahali hapa. Wakayakusanya mahereni ya kwenye masikio ya wake zao pamoja na makoja ya wake zao ya dhahabu, wakayakusanya. Halafu akayayeyusha. Baada ya kuyayeyusha, akachukua patasi, akachonga, akatengeneza ndama, akaweka mbele yao, akasema, huyo ndio Mungu wenu. Israeli wakaanza kucheza mbele ya yule Mungu kama sisi tunavyomchezea Yesu. Amina. Haleluya. 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 Na wao wakaanza hivyo. Wakaanza kucheza mbele ya ndama la dhahabu. Akiwa huko, Mungu akiwa pamoja na Musa. Hebu tujaribu tuangalie 32 aya ya kwanza hadi ya 5. Soma mpenzi. Kutoka 32 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Ndio. Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, ndio, wakakusanyana wakamwendea Haruni, ndio, wakamwambia, haya, katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu. Ndio. Kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Sawa. Haruni akawaambia, zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu, ndio, na wana wenu na binti zenu, ndio, mkaniletee. Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao, ndio, wakamletea Haruni, ndio, akaipokea mikononi mwao, ndio, akaitengeneza kwa patasi. Sawa. Akaifanya iwe sanamu ya ndama kwa kuiyeyusha. Ndio. Nao wakasema, hiyo ndiyo miungu yako, Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Ni kweli. Hapana. Ndio. Naye ikiwa Musa hayupo, hawana wa kuabudu, hawana wa kuwasaidia, wana Haruni tu. Naye Haruni ni mzunya yose. Ukisema hili wapo kiongozi namna hiyo hafai. Kiongozi, haleluya, amen. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anawapeleka watu kule ambako wanakotakiwa, siko kule ambako wanakotaka wao, au siko ambako anakotaka yeye. Sijui nimeeleweka? Amen. Kiongozi anayefaa ni yule ambaye anayawaongoza watu kuwapeleka kule wanakotakiwa, sio wanakotaka wao. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anawapeleka watu kule wanakotakiwa kwenda, siko kule ambako wanakotaka wao waende. Kwa hiyo Haruni alikuwa ni kiongozi, alitaka kuwapeleka kule ambako wanakotaka wao, sio ambako Mungu anataka. Mungu atusevu. Mungu atusevu sana. Amen. Nataka nieleze hapa, Biblia inatuambia kwamba Haruni akawa amekubalia mambo hayo, Musa asingekubali. Wakati Musa anaagana na Mungu, ukisoma sura ya 32 mstari wa 18, Mungu alisema na Musa nini wakati anaagana naye?
18, 32:18. Kutoka 32:18. Akasema, hiyo ni sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushinda vitani. Hiyo sio sauti ya watu walioshinda, wala si sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushindwa. Ndio, bali kelele za watu waimbao ndizo zinazozisikia mimi. Ndio. Hata alipoyakaribia malango akaiona ile ndama na ile michezo. Ndio. Hasira ya Musa ikawaka. Ndio. Akazitupa zile mbao mikononi mwake. Ndio. Akazivunja chini ya mlima. Akaitwaa ile ndama walioifanya. Ndio. Akaichoma moto. Ndio. Akaisaga hata ikawa mavumbi. Akainyunyiza juu ya maji. Alikasirika. Akasema hao watu hao sio kwamba wameshinda, sio kwamba wamefanikiwa, ni watu ambao wanacheza kwenye mazingira ambayo hayatakiwi. Tunahitaji kucheza kwenye mazingira yanayotakiwa. Tunahitaji tumshangilie Mungu mahali ambapo panapotakiwa. Tusishangilie maabudu ya mashetani. Tusishangilie maabudu ya kimapepo. Tunahitaji kushangilia pale Mungu anapotukuzwa. Tunahitaji kushangilia pale Mungu anapoinuliwa. Hawa wanaimba mbele ya sanamu. Musa alipokuja akaikuta ile ndama, alishikwa na hasira. Wamefamia mstari wa ngapi? Mstari wa 20. Sasa hebu soma 32 mstari ule wa 7 hadi wa 10. Bwana akamwambia Musa. Bwana akamwambiaje? Haya, shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri. Bado Mungu anamwambia watu wako uliowatoa Misri wamejiharibu nafsi zao. Shuka ukawaangalie. Kushuka kwake anakuta akiwa anasikia machezo. Bwana atusaidie sana. Upesi kuiacha ile njia niliyowaamuru. Ndio. Wamejifanyizia ndama ya kuyeyusha wakaiabudu na kuitolea dhabihu. Wakasema, hiyo ndiyo miungu yako, ndio, Israeli, ndio, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Sawa. Tena Bwana akamwambia Musa, mimi nimewaona watu hawa, na tazama, ni watu wenye shingo ngumu. Basi sasa niache, ili hasira zangu ziwake juu yao. Niache. Anamwambia Musa, hebu niache ili hasira zangu ziwaishiepo. Niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa. Niache niwaangamize hawa watu. Mungu alijua wazi ya kwamba Musa alikuwa na madai, lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu anamdai, anamwambia Musa, hebu niache. Kama mtu amekasirika, niache mimi niwaangamize hawa, hebu niache. Hasira imezuka, imewaka kweli. Anamwambia Musa, niache mimi, hawa watu wana shingo ngumu, nataka niwaangamize ili nikuweke wewe uwe badala yao. Bwana atusaidie sana. Hebu endelea kusoma mpenzi. Mstari wa 11. Musa akamsihi sana Bwana, akamsihi Mungu wake na kusema, akasema, Bwana, kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako? Mungu amekasirika uliowaleta kutoka. Amekasirika kwa nini kuwakasirikia hawa watu uliowashughulikia, umewagharimikia kutoka Misri kwa uwezo mkuu, kwa uwezo wa hali ya juu, na kwa mkono wenye nguvu, kwa
kwa nini Wamisri kunena? Kwani Wamisri watasema, akisema amewatoa kwa kuwatenda uovu. Alipenda awatoe hawa watu, awaondoa, awaweke, wafanyie mabaya huko. Wamisri watasema, unaziona hoja za Musa. Ili apate kuwaua milimani. Ndio. Na kuwaondoa watoke juu ya uso wa nchi. Ndio. Geuka katika hasira yake. Musa anamwambia geuke katika hasira yake. Ugairi uovu huo juu ya watu wako. Ndio. Mkumbuke Ibrahimu. Kumbuka ulisema Ibrahimu ni wewe mwenyewe ulimuita. Na Isaka. Na Israeli watumishi wako. Ndio. Ambao uliwaapia kwa nafsi yako. Kumbuka ulivyoapiana, ulivyomwapia Ibrahimu. Kumbuka ulivyomwapia Isaka. Kumbuka ulivyomwapia Yakobo. Kumbuka hayo. Na kuwaambia, nitazidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni. Nitakizidisha kizazi chenu. Sasa wewe unataka kuangamiza wakati ulisema ya kwamba utazidisha. Inakuwaje wewe Mungu vipi? Mungu amesema niache mimi niwaangamize, maana hawa ni wenye shingo ngumu. Amekasirika Mungu, amekuwa moto. Unaweza kusogea kwenye moto umekasirika, umechemka. Baba tu akikasirika na kutoa jasho unajificha. Mume tu akikasirika anakutoa jasho unajificha. Je, Mungu si hatari kabisa? Anamwambia Musa, niache. Yaani hebu niache Bwana, niache. Mimi niliwaumba lakini nataka kuangamiza. Musa anasema kumbuka, wewe uliyesema utawaongeza wawe kama nyota za mbinguni. Wewe ni unasema sasa hivi unawaangamiza. Wewe ni Mungu wa ajabu sana. Ndio anasema ni haki yake awaangamize, maana watu hawa ni wenye shingo ngumu. Tusaidie sana. Amina. Hii vita ni vita kali. Ni vita ngumu. Mungu anataka kuangamiza watu waliojiharibu kwa rehema tu ya hali ya juu. Haleluya. Amen. Mungu baadaye akaeleza maneno, akasema maneno machache. Mwambia sasa, Bwana, umenizuia vitu vya namna hiyo, ni sawa. Sasa ondoka na watu wako hawa. Mungu akazira. Sura ya 33 mstari wa kwanza, Mungu anazira. Hebu soma. Kutoka 33 mstari wa kwanza. Tena na Musa akamwambia, haya ondokeni. Atokeni hapo. Toka hapo. Wewe na hawa watu uliowaleta. Wewe Musa na hawa watu uliowaleta mkwewe, sasa mwende kutoka nchi ya Misri. Mtoke nchi ya Misri. Waende nchi hiyo niliyomwapia Ibrahimu. Ndio. Na Isaka. Ndio. Na Yakobo. Ndio. Niliposema, nitakipa kizazi chako nchi hii. Nitakipa kizazi chako nchi hii. Nami nitamtuma malaika aende mbele yako. Mwende na malaika, mimi siendi na nyinyi. Nenda wewe peke yako na hao wana wa Israeli. Nenda, ondokeni, nenda. Mtaenda. Nami nitawafukuza Mkanaani na Mwamori. Anamweleza Musa kwa geresha hapo. Ndio. Na Muhiti. Ndio. Na Mperizi. Na Mhivi. Na Myebusi. Ndio. Waifikirie nchi imiminikayo maziwa na asali. Anawakebei. Nenda wewe, ondoka wewe Musa na hawa watu wako uliowatoa Misri. Toka. Nenda sasa, safirini sasa. Ondokeni msafiri sasa. Utasafiri kwa bila Mungu. Hata kama unapewa malaika wa kusafiri naye, ndio atakuwa Mungu wako malaika. Huyo malaika atakuwa Mungu wako? Hakuna. Mungu atusefu. Amen. Biblia inasema wazi wazi ameijia hela yake.
Haleluya. Amen. Biblia inaeleza waziwazi ya kwamba anaambiwa Musa aondoke na watu wake, aende na watu wake. Endelea. Mstari wa 4. Watu waliposikia habari hizo mbaya, waliposikia habari hizo mbaya za Musa, halafu aondoke, halafu Mungu awape sindikiza malaika waende, ila yeye Mungu abaki, wakasikitika. Wakaomboleza. Wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Ndiyo. Bwana akamwambia Musa, ndiyo, waambie wana wa Israeli. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Ninyi